Fikiria rais ambaye baada ya kuingia madarakani hakununua jumba la kifahari, hakupandisha mshahara wake na hakutumia ndege binafsi. Badala yake alipunguza mshahara wake mwenyewe, akauza magari ya kifahari ya serikali na kuwataka viongozi waishi maisha ya kawaida kama wananchi. Ndani ya miaka minne tu alibadilisha nchi maskini kuwa mfano wa nchi ya kujitegemea Afrika. Lakini mafanikio hayo yaliwafanya baadhi ya watu waogope. Mnamo tarehe 15 Oktoba mwaka 1987, milio ya risasi ilisimamisha ndoto ya mtu ambaye wengi walimuita Che Guevara wa Afrika. Lakini swali kubwa ni hili: Thomas Sankara alikuwa nani na kwa nini aliuawa akiwa na umri wa miaka 37 tu? Ili kuelewa kwa nini Thomas Sankara alionekana kama shujaa katika mamilioni ya Waafrika, ni lazima kwanza turejee nyuma na kuangalia Burkina Faso ilikuwaje kabla hajashika madaraka. Kabla ya kuitwa Burkina Faso, nchi hiyo ilijulikana kama Upper Volta. Ilikuwa koloni la Ufaransa kwa miongo mingi, na hata baada ya kupata uhuru wake mwaka 1960, wananchi wengi hawakuona mabadiliko makubwa katika maisha yao. Mambo yalikuwa vile vile tu. Ingawa wakoloni walikuwa wameondoka, mfumo waliouacha uliendelea kuwepo. Uchumi wa nchi uliendelea kutegemea misaada na ushawishi wa Ufaransa, huku maamuzi mengi muhimu yakionekana kufanywa kwa kuzingatia maslahi ya mataifa ya nje kuliko ya wananchi. Upper Volta ilikuwa ni miongoni mwa nchi masikini zaidi duniani. Zaidi ya asilimia kubwa ya wananchi walitegemea kilimo cha kujikimu, lakini ukame wa mara kwa mara ulisababisha njaa na mavuno duni. Haya yalikuwa mateso katika ardhi binafsi. Huduma za afya zilikuwa duni. Magonjwa yaliyoweza kuzuilika kwa chanjo yaliendelea kuua maelfu ya watoto kila mwaka. Shule zilikuwa chache na watu wengi hasa vijijini hawakupata nafasi ya kusoma. Mbali na umasikini, nchi hiyo pia ilikuwa na ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Tangu kupata uhuru, serikali zilikuwa zikipinduliwa mara kwa mara. Kila utawala mpya uliahidi kuleta maendeleo, lakini maisha ya wananchi yaliendelea kuwa magumu. Hapa sasa ndipo uwanja wa mapinduzi ulipotambulika. Wananchi walihitaji utawala utaokuja kuwakomboa. Rushwa, matumizi makubwa ya serikali na tofauti kubwa kati ya viongozi na wananchi vilizidi kuongezeka. Wakati viongozi waliishi maisha ya kifahari, wananchi wengi walikosa mahitaji ya msingi kama chakula, maji safi. Kiufupi, viongozi walikula raha. Ndani ya mazingira hayo ya umasikini, utegemezi wa kukata tamaa, alitokea kijana mmoja mwenye maono tofauti. Aliamini kuwa Afrika haikuwa masikini kwa sababu haikuwa na rasilimali, bali kwa sababu ya mifumo mibovu na uongozi na utegemezi. Jina la mtawala mleta mabadiliko aliitwa Thomas Sankara. Lakini Thomas Sankara alikuwa nani kabla ya kuwa rais? Nini kilichomfanya afikiri tofauti na viongozi wengine wa wakati wake? Ilikuwa tarehe 21 Desemba mwaka 1949 katika mji mdogo wa Yako. Ulikuwa sehemu ya koloni ya Ufaransa lililojulikana kama Upper Volta, nchi ambayo leo tunaita Burkina Faso. Katika familia ya kawaida alizaliwa mtoto ambaye hakukuwa anayezali,
angekuja kubadilisha historia ya Afrika. Baba yake alikuwa askari wa jeshi la kikoloni la Ufaransa, jambo lililomfanya Thomas kukulia katika mazingira yenye nidhamu kali, heshima na uwajibikaji. Mama yake alikuwa ni mwanamke mwenye imani ya dini na alijitahidi kuwalea watoto wake katika misingi ya maadili. Akiwa mtoto, Thomas alikuwa mtulivu, mnyenyekevu na mwenye hamu kubwa ya kujifunza. Walimu wake walimkumbuka kama mwanafunzi aliyekuwa na akili nyingi na aliyependa kuuliza maswali kuhusu haki, usawa na maisha ya watu wa kawaida. Alisoma shule ya msingi na baadaye aliendelea na elimu ya sekondari. Wapo waliotarajia angekuja kuwa padri kutokana na nidhamu na mwenendo wake, lakini Thomas alikuwa na ndoto ya tofauti. Aliona kwamba njia bora ya kuitumikia nchi yake ilikuwa kupitia jeshi. Wakati huo nchi nyingi za Afrika zilikuwa zimeanza kupata uhuru kutoka kwa wakoloni, lakini uhuru huo haukuondoa umasikini, rushwa na utegemezi wa mataifa ya kigeni. Hali hiyo ilimfanya kijana Thomas aanze kujiuliza swali moja muhimu: kwa nini Afrika ina utajiri mkubwa wa rasilimali lakini watu wanaendelea kuishi katika umasikini? Swali hilo halikumwacha, ndilo lilikuja kuwa msingi wa maisha yake yote ya kisiasa. Akiwa bado kijana, alijiunga na chuo cha kijeshi Katiago, ambako alianza safari mpya. Huku hakujifunza tu mbinu za kivita, bali pia alianza kusoma vitabu vya kihistoria, siasa na mapinduzi. Alivutia na viongozi waliopigania uhuru na haki za watu, na taratibu akaanza kuamini kwamba askari anaweza kuwa mtetezi wa wananchi, si mtawala wao. Hakuna aliyefahamu kwamba kijana huyu mtulivu angekuja kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya Afrika. Lakini safari ya Thomas Sankara ilikuwa ndiyo inaanza. Mafunzo ya kijeshi na safari zake nje ya nchi zingebadilisha kabisa mtazamo wake kuhusu Afrika, ukoloni na nafasi yake ya kiongozi wa kweli. Mwaka 1980 nchi ya Upper Volta ilikuwa katika kipindi kigumu. Uchumi ulikuwa ukidorora, wananchi walizidi kuwa masikini, huku serikali zikibadilishana madaraka mara kwa mara kupitia mapinduzi ya kijeshi. Ndani ya mazingira hayo, jina la Thomas Sankara lilianza kujitokeza. Akiwa afisa kijana wa jeshi, Sankara alijulikana kwa ujasiri wake vitani na uwezo wake wa kuzungumza kwa ushawishi. Lakini tofauti na maafisa wengine wa jeshi, yeye aliamini kuwa jukumu la jeshi alikuwa kulinda watawala pekee, bali pia kulinda maslahi ya wananchi. Mwaka 1981 aliteuliwa kuwa katibu wa nchi aliyeshughulikia habari, Secretary of State for Information, katika serikali ya kijeshi. Hata hivyo, hakukaa kwa muda mrefu. Baada ya kuona serikali ikiendelea kutowajibika kwa wananchi, Sankara aliamua kujiuzulu. Wakati wa kuondoka madarakani, alisema maneno yaliyotikisa taifa: ole wao wale wanaofunga midomo wananchi. Kauli hiyo ilimfanya apate umaarufu mkubwa hasa miongoni mwa vijana. Mwaka 1983 aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Upper Volta. Umaarufu wake uliongezeka haraka, jambo lilozua hofu kwa baadhi ya viongozi wa ndani na washirika wa nje waliokuwa hawafurahishwi na msimamo wake wa kupinga ukoloni mamboleo. Miezi michache baadaye, Sankara alikamatwa na kuwekwa kizuizini. Lakini hatua hiyo ilizua maandamano makubwa nchini. Maelfu ya wananchi walidai aachiliwe huru, huku wanajeshi wengi wakimuunga mkono. Rafiki yake wa karibu, Blaise Compaoré, aliongoza kikundi cha wanajeshi waliofanya mapinduzi tarehe 4 Agosti mwaka 1983. Mapinduzi hayo yalifanikiwa bila vita vikubwa na Thomas Sankara akaachiwa huru. Akiwa na umri wa miaka 33 tu, Thomas Sankara aliapishwa kuwa rais wa Upper Volta na kuwa mmoja wa marais vijana zaidi kuwahi kuongoza nchi barani Afrika.
Lakini mara tu alipoingia madarakani, alifanya jambo ambalo halikutarajiwa na wengi. Alitangaza kuwa jina la Upper Volta aliloachiwa na wakoloni wa Kifaransa halikuwa tena linafaa kuwakilisha taifa hilo. Mwaka uliofuata 1984, alibadilisha jina la Upper Volta kuwa Burkina Faso, likimaanisha nchi ya watu wanyofu, Land of Upper Light People. Hilo halikuwa badiliko la jina tu, lilikuwa mwanzo wa mapinduzi makubwa ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yaliyolenga kuifanya Burkina Faso ijitegemee. Lakini kuingia madarakani ilikuwa hatua ya kwanza tu. Kilichofuata ni kuwashangaza Waafrika na dunia nzima. Ndani ya miaka minne pekee, Thomas Sankara alianza kufanya mageuzi ambayo viongozi wengi hawakusubutu kuyafanya. Baada ya kuingia madarakani mwaka 1983, Thomas Sankara hakutaka kuwa rais wa kawaida. Alisema wazi kwamba lengo lake halikuwa kutawala, bali kubadilisha Burkina Faso iwe taifa linalojitegemea. Katika kipindi cha miaka minne, alianza mageuzi yaliyotikisa Afrika. Alianzisha vita dhidi ya rushwa na anasa za viongozi. Sankara aliamini kuwa viongozi wanapaswa kuishi maisha kama wananchi wao. Hapo ndipo alipopunguza mshahara wake mwenyewe na kukataa anasa za madaraka. Aliuza magari ya kifahari ya serikali na kuyabadilisha kwa magari ya bei nafuu. Aliwapiga marufuku viongozi kutumia fedha za umma kwa starehe binafsi na kuhimiza uwajibikaji. Kwa mara ya kwanza, wananchi waliona rais akiishi maisha ya kawaida badala ya kifahari. Aidha, Sankara aliamini kuwa maendeleo ya taifa huanza na watu wake. Serikali yake ilijenga shule nyingi na kuendesha kampeni za kuongeza elimu kwa watoto. Katika sekta ya afya, alianzisha kampeni kubwa ya chanjo dhidi ya magonjwa kama surua, homa ya uti wa mgongo na homa ya manjano. Ndani ya muda mfupi, mamilioni ya watoto walipata chanjo na vifo vya watoto vilipungua kwa kiwango kikubwa. Baada ya kutegemea misaada kutoka nchi za nje, Sankara aliwahamasisha wananchi kuzalisha chakula chao wenyewe. Alihimiza matumizi ya bidhaa zinazozalishwa nchini na kuwakataza kuwataka wananchi kuvaa nguo zinazotengenezwa Burkina Faso. Kwa sababu ya sera hizi, uzalishaji wa chakula uliongezeka na nchi ilipunguza utegemezi wa chakula kutoka nje. Thomas Sankara alikuwa mmoja wa viongozi wa kwanza Afrika kuweka mbele usawa wa wanawake. Alipinga ndoa za utotoni na ukeketaji. Aliwahimiza wanawake kushika nafasi za uongozi serikalini na kufanya kazi ambazo zamani zilionekana kuwa ni za wanaume pekee. Sankara aliwahi kusema, mapinduzi hayawezi kufanikiwa bila ukombozi wa mwanamke. Kauli hiyo ilimfanya heshimiwa na wengi kama mtetezi wa haki za wanawake. Burkina Faso ilikuwa ikikabiliwa na tatizo kubwa la ukame na kuenea kwa jangwa. Sankara alianzisha kampeni ya kupanda mamilioni ya miti ili kulinda mazingira na kupunguza kasi ya kuenea kwa jangwa. Katika mikutano ya kimataifa, Sankara alikosoa Afrika kwa kutegemea misaada na mikopo ya mataifa tajiri. Aliwahimiza Waafrika kuamini uwezo wao, kutumia rasilimali zao wenyewe na kujenga uchumi wanaofaisha wananchi. Hotuba zake ziliendelea duniani na zikamfanya kuwa sauti ya vijana wengi Afrika. Lakini kadri Thomas Sankara alivyoendelea kupambana na rushwa, kupunguza ushawishi wa mataifa ya kigeni na kubadili mfumo wa nchi yake, ndivyo alivyozidi kutengeneza maadui. Wengi walimuona ni shujaa wa Afrika, lakini wengine walimuona kuwa ni kikwazo cha maslahi yao. Na hali hiyo ndivyo ilivyoendelea kufungua njia kuelekea mwisho wake wa kusikitisha. Maisha yake yalikatiliwa katika namna ambayo haikuwa nzuri. Maadui hakutaka kumwacha salama. Mwaka 1987, hali ya kisiasa nchini Burkina Faso ilikuwa imeanza kubadilika. Ingawa Thomas Sankara alikuwa bado akipendwa na wananchi wengi, sera zake zilikuwa zimekasirisha watu wengi wenye nguvu ndani ya nchi yake.
Viongozi walikuwa wamezoea kutumia madaraka kujinufaisha. Waliona mageuzi yake kama tishio. Baadhi ya wafanyabiashara walipinga sera zake za kujitegemea, huku mataifa ya nje yakitizama kwa wasiwasi msimamo wake mkali dhidi ya utegemezi wa misaada na ushawishi wa kigeni. Lakini jambo lililoumiza wengi ni kwamba tofauti kubwa zilianza kujitokeza kati ya Thomas Sankara na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré. Wawili hawa walikuwa wameingia madarakani pamoja mwaka 1983. Sasa walikuwa na mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa nchi. Baada ya kuuawa, mwili wa Sankara ulizikwa haraka bila uchunguzi wa kina, na kwa miaka mingi mazingira ya kifo chake yalibaki na maswali mengi yasiyojibiwa. Miaka kadhaa baadaye, baada ya utawala wa Compaoré kuanguka mwaka 2014, uchunguzi mpya ulifunguliwa. Hatimaye mwaka 2022, mahakama ya kijeshi ya Burkina Faso ilimhukumu Blaise Compaoré akiwa hayupo nchini pamoja na wengine kwa makosa yaliyohusiana na mauaji ya Thomas Sankara. Hukumu hiyo ilionekana na wengi kama hatua muhimu ya kutafuta haki, ingawa mjadala kuhusu wahusika wote na mazingira kamili ya mauaji hayo bado uliendelea. Leo, zaidi ya miongo mitatu tangu kifo chake, Thomas Sankara bado anakumbukwa kama mmoja wa viongozi waadilifu zaidi barani Afrika. Kauli zake kuhusu kujitegemea, kupambana na rushwa, kulinda rasilimali za Afrika na kutetea haki za wanawake zinaendelea kuwanufaisha na kuhamasisha watu wengi. Risasi ziliweza kuuzima uhai wa Thomas Sankara, lakini hazikuweza kuua mawazo yake. Hadi leo, jina lake linaendelea kutajwa kama ishara ya uongozi wa uadilifu, uzalendo na ndoto ya Afrika. Si kila rais anayepata heshima ya kudumu baada ya kifo chake, lakini kwa Thomas Sankara, miaka imepita, tawala zimebadilika, na bado jina lake linaendelea kuheshimiwa. Lakini nini kinachowafanya mamilioni ya Waafrika wampende kiasi hicho? Aliishi maisha ya kawaida tofauti na viongozi wengi. Thomas Sankara hakutumia madaraka kujinufaisha. Alipunguza mshahara wake mwenyewe, akakataa kuishi maisha ya kifahari na kuendelea kuishi kwa unyenyekevu. Aliamini kuwa kiongozi hawezi kuwa tajiri wakati wananchi wake wanakuwa masikini. Kwa wananchi, hili lilikuwa ni jambo la kipekee. Walimuona ni rais aliyekuwa akiishi kama wao. Alipambana na rushwa bila kuogopa. Sankara alitangaza vita dhidi ya rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma. Aliwataka viongozi kuwajibika, kupunguza matumizi yasiyo lazima na kutanguliza maslahi ya wananchi. Kwa mara ya kwanza, watu wengi waliona serikali ikijaribu kutumia rasilimali kwa maendeleo badala ya anasa za viongozi. Alikuwa ni mmoja viongozi waliopinga utegemezi wa misaada kutoka mataifa ya nje. Aliwahimiza Waafrika kuzalisha wenyewe, kutumia bidhaa za ndani na kuamini uwezo wao. Alisisitiza maendeleo ya kweli hayawezi kujengwa kwa kutegemea wengine. Kauli zake ziliwapa matumaini vijana wengi wa Afrika waliotamani bara lenye uhuru wa kweli. Alitetea haki za wanawake katika kipindi ambacho viongozi wengi hawakuzungumzia usawa wa kijinsia. Sankara aliweka wanawake katikati ya maendeleo. Alipinga ukeketaji, ndoa za utotoni na ubaguzi dhidi ya wanawake. Aliamini kuwa taifa haliwezi kuendelea ikiwa wanawake watabaki nyuma. Hili linamfanya heshimiwe si Burkina Faso pekee, bali Afrika na dunia nzima. Alitanguliza maslahi ya wananchi wake. Katika miaka yake minne ya uongozi, serikali yake iliwekeza katika elimu, afya, kilimo na mazingira. Alihamasisha upandaji wa miti, kampeni za chanjo kwa watoto na kueneza uzalishaji wa chakula. Wananchi waliona matokeo ya sera zake katika maisha yao ya kila siku. Thomas Sankara hakupendwa tu kwa sababu alikuwa ni mkamilifu. Alipendwa kwa sababu alijaribu kuonyesha kwamba uongozi unaweza kuwa uadilifu na kuweka wananchi mbele ya maslahi binafsi. Hiyo ndio sababu hadi leo jina lake linaendelea kutajwa kama mfano wa kiongozi ambaye aliishi kwa kile alichokiamini. Compaoré alidai kuwa kulikuwa na tofauti kubwa sana kisiasa
na kwamba mwaliko wa Sankara ulikuwa umeiweka Burkina Faso katika mazingira magumu ya kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, wafuasi wa Sankara waliamini kuwa mapinduzi hayo yalikuwa ni ya usaliti dhidi ya kiongozi aliyekuwa akijitolea kwa maslahi ya wananchi. Kwa zaidi ya miaka 27, mazingira ya kifo cha Thomas Sankara yalibaki yakiwa na maswali mengi. Uchunguzi wa kupewa uzito, na familia pamoja na wafuasi wake waliendelea kudai haki. Mwaka 2014, baada ya Blaise Compaoré kuondolewa madarakani, kulifuatia maandamano makubwa ya wananchi. Uchunguzi mpya ulifunguliwa. Hakujenga majumba ya kifahari, hakujitajirisha kwa fedha za umma. Badala yake, aliacha urithi wa uadilifu, uzalendo na imani kwamba Afrika inaweza kusimama kwa miguu yake yenyewe. Thomas Sankara aliishi kwa miaka 37 tu, lakini ndani ya miaka 4 ya uongozi wake aliacha historia ambayo bado inajadiliwa duniani hadi leo. Wengi wanamuita shujaa wa Afrika, wengine wanamuita mwana mapinduzi, lakini jambo moja haliwezi kubadilika. Thomas Sankara alionyesha kwamba uongozi unaweza kuwa uadilifu hata kama gharama yake ni maisha yako. Miaka mingi imepita tangu mlio wa risasi uliponyamazisha sauti ya Thomas Sankara, lakini swali ni hili: je, kweli walifanikiwa kuua ndoto yake? Jibu ni hapana. Ingawa aliongoza Burkina Faso kwa miaka 4 tu, Thomas Sankara aliacha urithi ambao unaendelea kuishi hadi leo. Kwanza, aliacha mfano wa uongozi wa uadilifu. Aliamini kuwa kiongozi ni mtumishi wa wananchi, si mtawala wa kujinufaisha. Alionyesha kuwa inawezekana kuongoza taifa bila kujilimbikizia mali wala kutumia vibaya fedha za umma. Pili, aliacha falsafa ya kujitegemea. Aliwahimiza Waafrika kuacha kutegemea misaada ya nje na kuamini uwezo wao wenyewe. Kwake, maendeleo ya kweli yalipaswa kujengwa na Waafrika kwa kutumia rasilimali zao, elimu yao na nguvu zao. Tatu, ulisi wake ulionekana katika mapambano dhidi ya rushwa. Hadi leo viongozi wengi wa wanaharakati wa Afrika kumtaja Sankara kama mfano wa kiongozi aliyepinga ufisadi kwa vitendo na si kwa maneno. 4, mchango wake katika haki za wanawake bado unatambuliwa. Alisimama kupinga ukeketaji, ndoa za utotoni na ubaguzi wa kijinsia, huku akisisitiza kuwa maendeleo hayawezekani bila ushiriki kamili wa wanawake. Baada ya kuondolewa utawala wa Blaise Compaoré mwaka 2014, jina la Thomas Sankara lilianza kurejeshewa heshima nchini Burkina Faso. Barabara, taasisi na maeneo mbalimbali yalipewa jina lake na kumbukumbu yake ilianza kuenziwa rasmi. Pia mwaka 2022, hukumu ya mahakama dhidi ya baadhi ya waliohusishwa na mauaji yake ilionekana na wengi kama hatua ya kutafuta haki iliyokuwa inasubiriwa kwa muda mrefu. Leo picha ya Thomas Sankara inaonekana kwenye mabango, vitabu, maandamano ya vijana na mijadala kuhusu mustakabali wa Afrika. Kwa wengi, yeye si tu kiongozi wa Burkina Faso, bali ni ishara ya matumaini, uadilifu na uzalendo wa Afrika. Thomas Sankara aliishi miaka 37 tu, lakini historia yake imeishi miongo kadhaa. Alionyesha kwamba uongozi si ukubwa tu wa madaraka, bali ukubwa wa maono na ujasiri. Wapo waliweza kuondoa mwili wake duniani, lakini hawakuweza kuondoa mawazo yake, na pengine huo ndio urithi mkubwa zaidi ulioachwa Afrika. Na huu ndio mwisho wa simulizi ya Thomas Sankara. Naamini umejifunza mengi kupitia historia yake. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Langu jina naitwa Salki. Kiniita Mr. Stallman inakuwa noma zaidi. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kuweza kupata simulizi zetu kila pale ambapo tutakuwa tukiachia simulizi mpya. Asante na kwaheri.